Habari wapendwa, natumaini wazima na kila mmoja amekuwa akipambana ili kuhakikisha afya yake inakuwa salama wakati wote. Ikiwa ni muendelezo wa madarasa yetu ni siri iliyojificha katika hedhi, na sasa ni darasa 49 ambalo linaeleza ni wakati gani sahihi wa hedhi kurudi baada ya wewe mama kujifungua au baada ya mwanamke kujifungua. Sasa hili swali halina jibu moja kwa moja, hapa inategemea na kila mmoja namna ambavyo anazingatia au mapokeo ya mwili baada ya kujifungua. Mwanamke ambaye baada ya kujifungua na anapitia hali ya kunyonyesha, kuna wengine wao anachukua miezi mitatu, kuna wengine anachukua miezi 6, na kuna wengine anachukua mwaka, wengine mpaka miaka miwili. Hao wote uweze kusema kwamba ni hali yao kawaida, kwa sababu mwisho wa siku labda mwaka huo baada ya kujifungua kaenda miezi labda miwili au mitatu baada ya kujifungua na hedhi. Mwingine anachukua miezi mitatu, mwingine anachukua miezi 6, mwingine mwaka au mwingine miaka miwili. Lakini wote hao wako tofauti na uwezo ukasema huyu kila mmoja ana changamoto au huyu mwingine hayuko sawa, mwingine yuko sawa. Hapa inategemea na mapokeo ya mwili au biolojia ya mwili wake, lakini pia tutaangalia kitu kinachotokea pale ambapo mama atakuwa ananyonyesha. Mama ambaye atakuwa ananyonyesha mara kwa mara au muda mwingi zaidi ni tofauti na mama ambaye hatanyonyesha mara kwa mara, kwa sababu hata urudiji wa hedhi inawezekana ikawa tofauti kidogo. Mama ambaye ananyonyesha mara kwa mara, hakamui maziwa na ampatie maziwa kupitia njia nyingine mtoto, yani maana akakamua akampatia kupitia chuchu, au ananyonyesha ndani ya muda mchache zaidi asubuhi, labda saa 11 akanyonyesha tena saa 6 mchana au saa 12 jioni. Kwa ni mama ambaye hedhi yake itawahi kurudi mapema zaidi. Kwa hapo na mama wengi ambao wamekuwa na changamoto kwa kurudi kwa hedhi kabisa. Mfano nilikutana na mama ambaye ndani ya mwezi mmoja na wiki mbili hedhi yake ile kurudi kabisa, lakini baada ya miezi 6 baadaye akashika ujauzito. Kwa hiyo kitu ambacho lazima ukizingatie namna ambavyo unanyonyesha mtoto wako. Hata kama una maziwa machache, usimtafutie njia mbadala ya kumpatia maziwa, kwa sababu mwisho wa siku itakukata hamasa kuendelea kunyonyesha, na unaamini kwamba mtoto anaweza akashiba bila kupata maziwa yangu, kwa sababu na alternative nyingine ya kumpatia mtoto maziwa na kuhakikisha afya yake inakuwa salama kabisa. Hapana. Faida moja wapo ya kunyonyesha ni mama kuweza kurudisha mwili wako katika hali ya kawaida, na yale mabadiliko ambayo yalitokea katika kipindi cha ujauzito. Sasa ukipitia kunyonyesha mara kwa mara, mwili wako utarudi na kuwa katika sehemu ambayo salama kabisa. Lakini baada nyingine ya kunyonyesha kwa mama ambaye utakuwa umejifungua mtoto na mtoto wako yuko salama, mtoto wako unaye na ana afya tele, ni kuweza kukua. Hata kama ana changamoto ya kiafya, anaweza kukua vizuri kwa kuweza kupata maziwa ya mama na kumepusha na matatizo ya utumbo au utumbo kufungamana. Lakini pia atamsaidia matatizo ya mifupa, ambayo maziwa yanasaidia kupata vitamin D ambayo inazuia matege au ukomavu wa mifupa na mtoto kukua katika mifupa ambayo iko imara kabisa. Wale watoto ambao ni wadogo zaidi, ambao ni premature, au watoto ambao na uzito mdogo ambao ni njiti, wana changamoto kubwa kupata upungufu wa damu, wana changamoto kubwa kupata ugonjwa wa matege kwa sababu mifupa inakuwa dhaifu, wana changamoto kubwa kuchelewa kukua kwa sababu hawapati maziwa mama kutosha, au wanashindwa kunyonya kwa muda mwingi, anatumia maziwa nyingine na mama amekuwa akitafuta hiyo alternative ya kumtafutia maziwa mengine, sababu mama anyonyeshi, kwa kiwango cha maziwa kinapungua, na kiwango cha maziwa kinapungua, mama atafuta msaada mwingine. Lakini muda huo ambao atafuta msaada mwingine, yeye pia anyonyeshi, kwa sababu na hedhi yake pia itawahi kurudi, kwa sababu mama anyonyeshi mara kwa mara. Yaani mambo kuzingatia ambayo lazima uyafahamu ili kuhakikisha wewe unakuwa salama, ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama, ili kuhakikisha unachelewesha muda mrefu zaidi ili hedhi yako ichelewe kurudi na kuweza kunusulika ujauzito kukupata mapema, au uweze kurudisha mapema zaidi na bado ikakuchanganya, kwa sababu baada ya kujifungua huwa hedhi huwa ni kama vile inavurugika, au zile siku ambazo unazitarajia kwamba zitakuwa 21 kama zamani, unashangaa sasa hivi hizo zikaongezeka au zikacheza kidogo na kukuvuruga, na mwisho wa siku ukajikuta unapata ujauzito bila kutarajia. Hili ni darasa 49. Kuna madarasa 100 mengine ambayo yanaweza kukusaidia na kuweza kukufanya kuwa salama wakati wote. Asanteni, na mpaka wakati mwingine, usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya.